Patrick, story yako nikisikia ndugu yangu, hebu tuanze, wewe na mke wako mlipatana wapi? Ilikuwaje mpaka mkaja mkaamua sasa hizi mimi nataka kufanya ndoa na wewe alafu nikuoe? Mlipatana wapi na mwaka gani? Tulipatana, kwanza kwa majina ni Patrick Musera Moya. Kwanza nashukuru Mungu kufika mahali hapa katika Radio Maisha, na natoka Machakos. Tulipatana katika shule ilikuwa inaitwa Darubini Academy huko upande wa Nyambuko. Tulikuwa tunasomesha, nilimaliza shule alafu nikawa siko trend na nilikuwa napenda kufunza sana. Nikachukuliwa pale, kwa hivyo tulijuania pale, nikampata pale akifunza. Na nikaona ananifaa. Na Mungu akanibariki na yeye 004 kwa ndoa, na nikampenda na nikamuoa. Yes. Haikuchukua muda mrefu wewe kumingiza box? Ni kama mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja tu nilijikaza kwa nia. Uko unavumilia tu, nakwambia kesho. Kesho tu tunapanga haya hapana pale. Na Mungu akatubariki. Mistari yako kaka ilikuwa hafifu ni mwaka mmoja ni muda mrefu sana. Jaribu kutulia, unajua lazima ningemuelewa kidogo. Naam. Ningemuelewa kidogo. Alafu tukajuana, nikaona huyu ananifaa. Kupitia kwa maombi, na pia nikamwangalia, naona ananifaa. Wife material. Ni wife material. Hakuwa na mambo mengi, hata waleo ndipo sasa ninampenda hata iwe namna gani. So ukaenda kanisani, panga harusi, tukapanga harusi ya Pefa katika kanisa ya Pefa, sehemu inaitwa Kathama. Naam. Alafu nikamoa after kumoa 04 mwezi wa 4 tarehe 24. Naam. Sasa kukakaa kidogo, shida zikaanza. Baada ya ndoa sema kwamba shida zikaanza. Hebu nieleze shida gani ilianza, ilikuwa ni shida gani, ilifanyika nini na nini kilifanyika? Kuna mimba ya kwanza iliingia. Na ilipoingia ikatoka. Na tukataka kujua ni nini. Miscarriage ile. Miscarriage. Kwa maana alianza kufunja. Alianza kufunja damu. Alifunja sana. Ile inaitwa monthly period. Ili exceed more than 7 days. Naam. Kwa hivyo tukaenda kwa daktari. Daktari akatuambia kuna ufimbe. Kwa Kiingereza zile zinaitwa fibroids. Naam. Sasa hapo safari ndio ikaanza. Lakini nikamwambia yote yanawezekana. Daktari akatuambia tuendelee kutafuta mtoto. Ni kwa maana mahali zimefika zile fibroids. Unajua singejua kabla sijamuoa. Na huenda yeye hakwenda katika kliniki akaangaliwa. Lakini daktari akasema ya kwamba mahali ziko mtoto anaweza patikana. Iko 50-50. Lakini kuzitoa hatatoa saa hiyo. No. Kwanza tuendelee kutafuta mtoto. Tukaendelea. Mimba ya kwanza ndio ikatoka, ile nimesema. Ingine ikatoka. Mimba ya pili. Mimba ya pili. Ni kwa maana pale mtoto akiingia hawezi akalala vizuri. Kwa sababu hizo fibroids zinamzuia. Maana kuna foreign bodies hizo. Lakini sasa tukaendelea, tukang'ang'ana. Tukaanza kukunywa madawa. Kaanza kunywa dawa zile za Hambo Clinic. Akakunywa. Miaka 3 imeisha. Bado ananiambia namna gani, ninamwambia familia tutapata mtoto. Mungu yupo. Maombi tulikuwa tunaomba kweli. Maombi tunaomba. Tunafanya kazi hiyo, hakuna mtoto. Yaani mnashughulika katika majukumu lakini mtoto atokezei. Mtoto atokezei. Naam. Lakini kule kufunja damu kwake kulikuwa kunaongezeka mwezi baada ya mwezi. Hizo fibroids zinaongezeka na naendelea kufura tumbo. 06, 07 hakuna mtoto. Lakini tumbo limefura. Tumbo tu inafura. Hata alikuwa ananiambia ukishika hapo chini hapa chini ya tumbo. Chini ya tumbo ungeweza kusikia kama kitu kama mawe. Naam. Basi tukaendelea. Tulipoendelea hivyo 08 hakuna mtoto, 09 hakuna mtoto. Kafika 2014 ninakumbuka vizuri. Tulipoenda kwa daktari Thika level 5. Akatuambia lazima hizi sasa zitolewe. Nikamuuliza itawezekana itolewe, na 'na, 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 '
itakuwa 50-50. Hatuwezi jua. Hatuwezi jua. Naam. Yote nikaambia Mungu, yawezekana kwako. Mungu ni wewe ulinipatia mke. Na hukunipatia mke. Hakuna mahali tulisema eti lazima nitapata mtoto. Ni kwa maana mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tukaendelea kuomba. Naam. Sasa ikasemekana aende theater. Alipoenda theater, ninakumbuka alikaa sana. Nikaambiwa sitaweza kumuona. Nitaweza kumuona. Aliingia kitu kama saa 10. Nikaambiwa nitamuona kesho saa 7. Aliingia saa 10 jioni. Mpaka kesho saa 7. Nikaambiwa nitamuona kesho. Kuuliza kwa nini daktari? Nikatulia. Nikasema Mungu amsaidie. Atolewe vizuri. Nyumba ya mtoto ibaki. Naam. Na atoke akiwa mzima. Naam. Saa 7 nikarudi. Ninakumbuka. Naam. Nilimpata akiwa amelala. Nilimwangalia akamwanga machozi. Yaani ulikuwa unaangalia na yeye? Aliniangalia akamwanga machozi. Nikamuuliza ni kwa nini my sweetheart unalia? Akaniambia daktari amesema uchukue hiyo kitu iko hapo chini. Upeleke Akakani. Ile branch iko Thika. Ukapime ijulikane ni nini. Lakini kuna kitu kingine aliniambia. Aliniambia daktari amesema naam, eti uoe. Ai. Sasa hapo nikasikia machozi nikataka kumwangika. Bado yuko kwenye kitanda. Hapo kitanda amefanywa operation theater, lakini anakuuliza maneno hayo. Nikaambia Mungu nisaidie. Kuna kitu nilimwambia aache kushughulika mambo ya mtoto. Wacha apone. Kwa maana mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na huyu daktari anaambia aje mgonjwa kwamba ati uende uoe? Bibi ndio aliniambia hivyo kutoka wakati aliletwa sasa kwa ward. Sasa uoe. Nikamuuliza ni kwa nini. Ile kitu aliniambia nichukue kutoka chini. Ilikuwa ni kibuyu. Kibuyu iko na ile kitu ametolewa. Ilikuwa pale na maji. Nikachukua motorbike. Lakini kuna label alikuwa imewekwa hapo. Label. Ilikuwa imeandikwa the fibroids plus uterus. So nikaambia Mungu, why am I taking? Kwa nini napeleka? Ikapimwa tayari. Na ninaona imeandikwa uterus na fibroids. Nikiwa kwa motorbike ninakumbuka nilimwanga machozi. Lakini nikaambia Mungu anishikilie. Watu wasijue. Ili sitoke nje. Yani wasinione mfifu. Nikaenda nikapeleka after 2 weeks. The results zikatoka. Results zilipotoka. Nakumbuka nilipa 5,000 something. Ikasemekana ni plus uterus. Na hata ikizidi sana hizo results ziko plus the cervix. Hapa nikasema Mungu nisaidie. Lakini napenda mke wangu. Walipotoka hospitali nikamwambia asiwahi fikiria eti ndoa ni kupata mtoto. Ni ukweli katika kitabu cha in the book of Psalms 127 verse 3 inasema children heritage of they are heritage from the Lord. Ni zawadi ya tumbo ya mama. Kwa hivyo nikamuhimiza nikamwambia nilikupenda bila mtoto. Na bila mtoto si eti ya kwamba nitakuacha. Pengine Patrick nitokuona saa hizi ukiongea machozi yanakulenga. That time ushapata results. Alafu sasa unarudi hospitali kwa mke wako. Ulivofika najua ulilia kando tu ndio yani kufika mbele ya mke wako asikuone kwamba uko weak, you know. So did you cry aside before kuweza kumfikia mke wako? Unajua mwanaume wakati mwingine machozi huwa inatoka ndani, inarudi ndani. Na inarudi ndani.
anajaribu kuzuia. Kulia kwangu analia sana wakati niko mbele za Mungu. Naam. Nikimuuliza ni kwa nini haya yanatokea? Ni kwa nini ukanipa huu mzigo? Nakumbuka hata nikiuliza Mungu, am I the Job? Mimi ndio Job. Naam. Ukanipa hii. Lakini pia ninakumbuka maandiko ambayo mengine yanasema whatever happens there is a purpose. Ninaambia Mungu ni asante kwa vyote. So mke wako alielezwa kila kitu kwamba sasa hata kuwa na uwezo wa kushika ujauzito? Atakuwa nayo, kwa maana unless now we believe in the Lord, miracle, miujiza. Sasa tangojea miujiza ile ambayo Mungu sasa lazima atende, na asipotenda atabaki akiwa Mungu. So kuanzia hiyo time alipona, akatoka hospitali? Alipona, kutoka hospitali. Hata nakumbuka siku nyingine kabla hatujampeleka hospitali afanywe hiyo operation, kuna wakati ilikuwa inasemekana ukikunywa makonjo yako, mkonjo, naam, unaweza pona. Nakumbuka my wife akikunywa mkojo wake. Yes. Na hapo nikajua wamama ni watu wanapenda kuwa na watoto. Yaani kwa ufupi Patrick anaeleza kwamba mlikuwa mnajaribu kila mbinu ambao mnaambiwa bwana fanyeni hivi. Ile mbinu ambayo sijajaribu, naam, ni kwenda kwa mganga. Hiyo ndio ulikataa? Hiyo ndio nilikataa, kwa maana nimeokoka na Yesu ni Bwana. Lakini hizi herbs, you know, hizo herbs majani nini, hizo herbs tumekunywa. Hata wengine tulikuwa tunaendea huko Nairobi, tulikuwa tunakuja hapa Nairobi kwa Mlongo, tunachukua kibuyu, tunaambiwa kunywa, mambo itakuwa sawa. Haikutendeka. Pesa tumetumia, tumeuza, hata nakuta kwamba hauna hela. Ni kwa maana kila kitu kikitokea ni dawa. When your wife told you kwamba nimwambia ninywe mkojo nitapona, ulimwambia nini Patrick? Nilimwambia kama hiyo ndio imani naweza kunywa, lakini ilikuwa naumwa nikimuona akiamuka, kwa maana tulikuwa tunaamuka, hata ikienda nyumbani kila wakati tunaomba asubuhi. Naam. Kwa hivyo tulikuwa tunashikana tunaomba, namwambia leo ni siku yako ya kuomba, kesho ni siku yangu. So aliinywa mara ngapi? Alikuwa anaiweka kwa wiki mzima, kila siku makojo yake ya kwanza asubuhi. Wow. Kwa hivyo tumepitia mengi kutoka hapo. Patrick, when you see your wife drinking urine, haumwambii kwamba tuache saa hizi na nini li stop? Mliambiwa ni wiki moja ama mliamua tu wenyewe mstop? Ilifika mahali sasa ikapita wiki moja, nikamwambia sasa tungoje Mungu, achana nayo. Kama hiyo wiki moja haijatoa, Mungu ako na sababu. Kila wakati huwa anamuhimiza na kwamba yote yanatendeka kulingana na mapenzi ya Mungu. Wow. Kwa hivyo tumkubali, na tumekuja huku duniani tukiwa hatuna, na mbinguni tutaenda tukiwa vile tulikuja. Tutarudi bila, si eti ya kwamba wakati mtu anafa unakufa pamoja na yule mtu. So akapona kutoka hospitali, kapona, hiyo mambo ikaisha. Lakini nakumbuka 06 kuna kitu kalikuwa kameanza kuguru tena. Wapi? Hapa kwa ofisi. Hapa kwa shafu. Kwa shafu. Upande wa ndani au upande wa nje? Upande wa ndani. Kadogo. Naam. Kakaendelea. Na hiyo wakati huo nilikuwa nang'ang'ana na fibroids. Tulikuwa tunaenda hospitali Kenyatta, tumeenda hospitali nyingi. Naam. Tunakunywa dawa. Kwa hivyo hii haikuwa jambo zito kwetu. Tulikuwa mnaiacha tu. Tulikuwa tunaiacha, tunauza vile. Tunashughulikia fibroids. Naam. Lakini wacha nikwambie, after kutolewa fibroids, naam, ni kama kwamba hiyo kitu ndio ilipata nguvu tena ya kukua. Yaani msharudi nyumbani? Tusharudi nyumbani. Naam. Mnaangalau jaribu kuishi maisha sasa vizuri yani. 2014. Naam. Tukarudi nyumbani, akapona, lakini hii growth, naam, ikaendelea sana. Naam. Growth ikaendelea. Sasa nikamwambia nayo hii tupeleke hospitali. Tukaenda hospitali, tukaambiwa twende Kenyatta. Nakumbuka
ilikuwa 2015, wakasema lazima waitoe. Juu kwa maana ilikuwa imefura sana, kiwango ya kwamba alikuwa anatembea akiwa amejifunika kichwa, mpaka ile kitu inafunika pale, unakuta kwamba wakati anatembea ni kama Muislamu, haonekani, anajifunga kitambaa fulani. Sasa Kenyatta tukaambiwa lazima hii itolewe, akatolewa, akaenda theater. Nakumbuka alienda theater pia, alienda saa 2, lakini by saa 10 hakuwa ametoka huko ndani kwa theater. Nakumbuka nikiambia nasi, sasa lazima mniambie kama bibi yangu yupo ama hayupo, juu amekaa sana. Hiyo ikani remind ile ya Thika. Kabla muende hospitali, hii growth mulikaa nao muda gani nyumbani mkiwa mnaiangalia? Ilianza 2006 kakiwa kadogo, uvimbe kadogo sana. Mpaka mwaka gani ndio kwa muende hospitali? Sasa tukaenda 2014 after kumaliza hii shida nyingine. Wow. Sasa tukaendelea Kenyatta, unajua kuna ile program. Yeah. Kadi hata tulijaza, nakumbuka tulijaza nyingi sana. Mkingoja time yenu ifike, tukiendelea clinic tunatumwa kwa ENT. Here no send the road. Naam. Hiyo section. By the end of the day kaambiwa lazima atolewe. Hiyo theater alienda 2015 mwezi wa kitu kama wa 6 wa 7. Alipoenda pale saa 2 pale akakaa. Saa 7 nikarudi, nikaambiwa bado ako theater. Saa 10 wakati wa kuona wagonjwa nikarudi, bado. Wakati huo niko peke yangu tu. Wow. Pigia brother yangu nikamwambia bibi yangu amelala hospitali, lakini nilikaa peke yangu. Nikakaa hapo. Ulikaa kama muda gani? Kutoka saa 2, saa 1 ili bibi hakuwa ametoka. Saa 1 usiku. Posa nikaambia nasi mmoja, naam, tafadhali enda tu theater uniangalie kama yuko. Alikuja na majibu. Akaniambia tu yuko theater. Nikalala pale. Nililala, nakumbuka nililala kwa bench Kenyatta, nikingojea angalau nimuone. Ilifika saa 4 usiku, nikafanya kusneak, kujificha, nikaenda mpaka kwa ward ile. Niliambiwa akitoka hapo atapelekwa, wao wanapelekwa huko. Mara kwanza ulipomwona kuingia pale, kuingia pale kwenye ward, kwenye kile yako nini kilikuja? Niliambia Mungu ni asante, ni kwa maana ametoka theater. That was the most important. That was the most important thing in my life. Just to see her alive. To see her alive. Because my body, mwili ulikuwa unafanya break. Unajua ukipenda mtu unampenda. True. Ukipenda mtu na roho yako yote unampenda. Kwa hivyo tukakaa, next day nikalala pale. Nilikuwa nimelala pale, asubuhi ikafika. Nikakimbia, nikanawa uso, nikarudi tena pale saa 7. Urudi pale, sasa akanitambua, lakini hangeweza kuongea. Alikuangalia tu. Aliniangalia tu. Kwa maana zile pipe nilijua ni za maziwa, nilikuwa nimemletea maziwa. Kuna kitu huwa wanawekewa, na unainua ile pipe na ingia. Saa 10 ndio aliniambia. Sasa akaniuliza nyumbani kuna uliacha nani? Naona. Au ndo maneno kwanza kuongea pale. Nikamwambia nyumbani kwa sawa, unajihisi aje? Akaniambia ako sawa, nimefanywa hiyo operation. Tukeweza kuongea sana, ni kwa maana unajua ile operation ilikuwa internal. Alitolewa vizuri, alitolewa na madaktari. Pia nataka kushukuru madaktari, walimtoa vizuri hiyo tumor, hiyo uvimbe. Ulimuguza mke kwa muda gani hapo hospitali mpaka mkatoka? Nilifanya kufukuzwa tu
na masomo. Kwa nini unafukuzwa? Kukaa pale nilikuwa nataka kumuona tu, nikae pale nimuone tu. Nilikalia kile kitanda. Sasa askari wakasema umetosha. Wakati sasa umeisha. So wakati wote wa kumvisit nilikuwa naenda. Alikaa pale 7 days. 7 days. Amchukua aina nyumbani na ile mipira. Naam. Ile mipira ikakaa, aliambiwa anaweza tolewa katika hospitali ambayo iko karibu. So ikakaa tena 14. Hiyo mipira ni mipira ya kula. Ile ya kukula, nawekewa kitu liquid. So alikuwa anakula liquid hizo siku 7 plus kutoka mlivyotoka hospitali mlikaa siku ngapi nyumbani na hiyo mpira? Alikaa 7 days. So wewe ulikuwa unamlisha, ulikuwa unampatia nini? Anampatia kama ni uji unamwekea pale. Uji kama light. Kuna light. Kama ni maji pale. Hata wakati mwingine nikitoka kidogo kuaso anajiwekea. Anainua. Kuna ile chupa imekuwa connected. Anainua, anaweka, inaenda kwa tumbo, lakini alikuwa ananiambia ni uchungu. Ni uchungu. So alikuwa anaweza enda msalani mwenyewe? Alikuwa anaweza pole tu. Lakini ule operation ilikuwa kali sana, kwa maana ni kama waliindavia na one nerve ya mdomo, ya speech. Ya speech. Naam. Sasa mdomo ukakaa kidogo, kombo kidogo. Na kukabaki ile shimo. Kuna shimo hata wa leo tunashughulikia vile tunaweza kufanyia another operation. Wow. Patrick, hii time yote ambayo unaguza mke wako kuanzia fibroids mpaka sasa hii tumor, ni kama ulikuwa uende kazini ama vipi? Sasa ulikuwa una survive aje? Kulipa bili hospitali ulikuwa unafanya aje? Nakwambia ni shida, kwa maana ni kung'ang'ana. Chochote unachopata kinaenda pale. Nafanya kiasi kidogo kwa madawa. Ulikuwa unajihusisha na kazi gani wakati huo? Pia nilikuwa mwalimu tu. So at least nilikuwa mwalimu tu, lakini ninapewa ruhusa mapema. Angalau niende. Siku hiyo nilikuwa nafunza shule inaitwa Kilemabo Primary. Na ilikuwa unaweza kuconcentrate na wanafunzi wako kumark homework zao, kumark mitihani yao. Unajikaza kama mwanaume. Unajikaza. Lakini headmaster anaambia Mungu sasa neema yatosha. Headmaster alikuwa anakuelewa yani. Headmaster alikuwa ananielewa. Hata popote ninapoenda kazi nikiitisha ruhusa huwa sikatazi. Walikuwa wanaelewa story. Hata jana niliitisha ruhusa. Akasema nakuja huku Radio Maisha. Wakakuelewa. Wakanielewa. So baada ya kupona huu uvimbe kwenye mdomo, natumai sasa mambo yakakuwa shwari, ukaanza kuenjoy ndoa yako, Patrick. Si vile kuenjoy. Naam. Lakini sasa ile operation, ile kitu tumor sasa. Si ilipelekwa katika lab. Naam. Ikawa diagnosed. Ili watambue ni nini? Naam. Ikakaa almost 1 month. Ikichunguzwa ni nini. Naam. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa nafanya kazi katika shule ya Ruiru. Juu nilikuja huku Nairobi kuaso. Naam. Sasa pale nilikuwa shule inaitwa Eden. Naam. Nilikuwa Ruiru. Yeye ndio alienda kuchukua report. Alipoenda kuchukua report, nakumbuka hiyo siku alipochukua report, alichukua report na kaambiwa, nakumbuka akinipigia simu, nikachukua simu, nikatoka nje nikaongea. Akaniambia, Patrick, sasa nimekufa. Au ndo maneno yake? Sasa mimi ni kama sitaishi sana. Hao ndo maneno yake. Nikamuuliza ni kwa nini? Ni kwa nini? Sana nataka kumuita ngeti. Ni kwa nini? Sasa akaniambia daktari amemwambia hii tumor si tumor tu. Ni kansa. Hapo nikasikia mwili kama unataka kuisha. Nijua ya kwamba hii ni janga kuu. Baada ya kueleza kwamba daktari amemwambia ni kansa, ulichukua muda gani kumjibu? Ama ulimjibu nini, Patrick? Mimi ninakumbuka maneno ambayo nilimwambia. Na nilimwambia kwa Kiingereza. Nikamwambia cancer will not kill you. Yaani unajifanya strong, lakini wewe mwenyewe yes, upenda sana neno la Mungu.
Nikamwambia cancer will not kill you. I have destroyed cancer cells in your body now. Nikamwambia sema amen. Akasema amen. Nikamuuliza maswali. Nikamuuliza ni wangapi saa hii tunaongea wamekuwa na accident na wamekufa? Akaniambia ni wengi. Nikamuuliza wamekufa ndio ya cancer? Hapana. Nikamwambia be strong. Be strong and cancer will not kill you. Hapo umeka tu brave face. Sasa hapo nimesikia uwepo umetoka juu mbinguni sasa. Sasa now I had to fight spiritually. No. This cancer. Nikauliza Mungu, kwani imekuaje? Lakini nakumbuka nikamwambia achukue gari tupatane nyumbani. Aende direct. Na mimi nikitoka kufunza hapa nitakuja. Lakini ajue cancer haitamuua. Ulipata nguvu ya kurudi darasani kufunza? Kwa maana machozi ilikuwa inamwangika. Nilienda msalani kwanza. Nikaenda nikalia kidogo. Kutoka pale ilikuwa tu ni noma tena. Ilikuwa ni noma kwa maana machozi pia ilikuwa inataka kumwangika. Tena naye mkubwa alikuwa around. Na sikuwa nataka ajue ni nini kimetendeka. So unajificha kidogo. Najificha tu, lakini najipa nguvu. Sasa nikaenda darasani, jioni nikaenda nyumbani. Nilipoenda nyumbani nikamwambia hii mambo ya cancer sasa usikue na shida. Kuwe na shida, Mungu yupo, Mungu anaweza ponya, na yote tumeyapitia. Ni Mungu anayajua. Hata kama kuna murogi, nikamwambia hata kama kuna murogi alikuroga ama akaroga ndoa yetu, siku ya mwisho ya kiyama Mungu atatulipishia. Kwa hivyo tuendelee na maombi. Sasa tukaanza treatment, nikaanza another journey ya kufanya chemotherapy. Tukaenda, nakumbuka tukienda Texas Cancer kwa Bagathi. Sasa tukaenda pale, akaambiwa lazima apewe 33 radiotherapy sections. Hizo ni pesa. In fact tulisaidiwa sana na kadi ya NHIF sana, lakini tunang'ang'ana. Sasa akaambiwa pale lazima apewe, na apewe ile ingine inaitwa chemotherapy. Akapewa 7. Hizo alipewa 7 mpaka ndio nilijua chemotherapy ukipewa kila nywele ya mwili yako zinatoka kabisa. Zuia hilo wazo Patrick. Ni Patrick Musila Muia mwenye umri wa miaka 38, ambapo tangu ndoa yake mwaka 2004 hajawahi pata raha kuenjoy ndoa yake, lakini anasema kwamba anapenda sana mke wake, japo masaibu mengi ambayo wamepitia katika ndoa yao na changamoto, bado anampenda paka leo. Je, ingekuwa ni wewe, ungeweza kutoboa kweli paka leo hii? Yuko hapa hivi na anaongelea swala hili la mke wake na ile matatizo ambayo anapata na mke wake. Yuko narudi muda siku mrefu na Survivor Series. Patrick 777 kama una maoni, encouragement pia 777 na hashtag #BillNaTricky.